wewe ni mlinzi. Na kama mfalme wewe ni mtakatifu. Sasa leo wewe unaona ikulu. Ikulu yoyote anaweza kutawala nchi yoyote. Ikulu inamtakasa. Na kile kitabu kama hiki tulicho nacho kinampa nguvu. Biblia inatupa nguvu. Amen. Wao katiba inawapa nguvu. Si mnaelewa? Lakini kinachomtakasa ni ikulu. Na wewe kinachokutakasa ni madhabahu. Ndio maana ukichukua sadaka yako ukiweka kwenye madhabahu, madhabahu inaitakasa ile sadaka hata kama ni sadaka ya uovu. Isipokuwa sadaka ambayo ikubaliki madhabahuni, lakini naona inatolewaga, ni sadaka ya changodoa, malaya, amepata kwa umalaya. Na sadaka ambayo wewe umeshikilia mtu moyoni mwako, hiyo sadaka ikubaliki mbele za Mungu. Si mnanielewa? Ndio maana anasema iweke madhabahuni. Isikusanye. Wewe weka tu hapo. Alafu rudi upatane na yule ambaye umemshikilia au amekushikilia. Ukimaliza kupatana naye, ndio itoe sadaka kwenye kikapu. Lakini nataka iweke madhabahu. Si mnanielewa? Kwa madhabahu utakasa sadaka yako, na sadaka yako ina moyo wako, kwa hivyo inatakasa kazi zako. Maana moyo hufuata sadaka. Moyo hufuata unachokitoa. Moyo huabudu Mungu katika kweli. Si mnanielewa? Moyo hufuata hazina. Hazina yako ilipo na moyo wako ndipo. Sasa kama Bwana si hazina yako, ujue moyo wako hauko kwa Bwana. Na watu wengi husema wako kwa Bwana lakini mioyo yao haipo kwa sababu hawana hazina kwa Bwana ambayo moyo unaweza kufuata. Mnanipata vizuri hapo? Mnanipata kweli? Kadhalika nimezungumzia kuhusu hicho, ufahamu. Kama moyo wako hauko sawa kama Abel, kama Kaini alipeleka sadaka na hakubalika. Maana kuna madhabahu alipeleka ile sadaka, si ndio? Maana walienda kupeleka. Maana kuna madhabahu walienda kupeleka. Lakini madhabahu hiyo ilikubali sadaka ya nani? Ya Abeli. Na Mungu kisha toa anaangalia moyo wako tena ukoje. Moyo atajua moyo wako kuna kilo umeacha nyumbani kikubwa kuliko hicho. Na madhumuni yako pia kutoa. Yako wapi? Moyoni. Kwa ataangalia sadaka yako. Kwa hiyo unachokitoa ni cha muhimu sana kwa Mungu. Kwa sababu kitampa kujua yaliyoko moyoni mwako. Ameumba moyo lakini yeye mwenyewe amejifanya hawezi kujua moyo. Kwa hivyo anakujaribu. Sinaeleka hapo? Ajue yaliyoko moyoni. Kwa hivyo katika kutoa ndipo Mungu anaangalia moyo wako. Kwa hivyo anapenda mtu anayetoa kwa moyo mkunjufu. Si mnanipata vizuri hapo? Sasa katika Mathayo 6 mstari ule sitaka kufungua, lakini naona kama ni lazima kuzungumzia. Mathayo 6 utaona kuna kitu pale. Mathayo 6 kwa sababu tunataka kuomba ombi fulani ambalo lazima lijibiwe leo hii. Amen. Lijibiwe. Okay, mstari ule wa 21. Kwa kuwa hazina yako ilipo, Mathayo 6. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwako na moyo wako. Mnanipata vizuri hapo? Niangalie ni hapa. Kama mtu ni fisadi, kama mtu ni muuaji, tuseme mtu katika jamii ni mfanyabiashara, ni kiongozi, awe wa dini au wa kiroho. Wa kiroho si rahisi sana akawa fisadi. Sasa Mungu atammaliza. Si unanielewa? Au wa dini au wa serikali. Katika jamii
shoga, ni msagaji, ni mwizi. Yaani mtu asiyetenda haki, asiyeishi haki. Akitoa hela yake akanipa mimi, mtumishi wa Kristo Yesu, na mara nyingi hutoa hadharani, wangapi wananielewa, ili wapate kuonekana sadaka ya Mungu haipo hivyo. Anapokupa hadharani, anakupa hela kubwa, na ile hela inakuja na malengo yake, tabia yake, yale anayotenda, kwa sababu hela ni ya kwake, na ila towe maana yake inaambatana na moyo wake. Moyo utaambatana na hiyo hela kwa sababu ni hazina yake. Kwa inapokuja kwako, inakuja na makusudi ya yule mtu. Kama ni mwizi, inakuja na wizi wake. Kama ni fisadi, inakuja na ufisadi wake. Kama ni jambazi, inakuja na ujambazi wake. Na kama ni muuaji, inakuja na uuaji wake. Na kama anaenda ni mtu ambaye akipewa tenda anapunguza mpaka kama ni lami, kama kutengeneza barabara, anaweka ile lipstick atengeneze barabara iliyo sahihi. Maana yake kuna watu wamegawa huku hawajampa yale, na mnanipata vizuri hapo? Ni mashimo baada ya miezi fulani, na wewe ukapokea ile hela hadharani kama hapa kanisani. Sinaelewa? Nisikilizeni vizuri. Hasa kwenye harambee hizo, naisa harambee za kujenga kanisa, ya mambo ya kanisa, na wanataka waonekane. Na hiyo Yesu amekataa. Na hapa kwenye Mathayo 6 hapa. Mathayo 6 hapa. Si mnanipata vizuri hapo? Kwenye mstari wa kwanza na wa pili. Yesu kabla hajazungumzia maombi amezungumzia kutoa. Anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Si mnaelewa? Anaitwa kweli, anaitwa uzima, anaitwa ufufuo, anaitwa njia. Anasema ukitoa hivyo upate thawabu kwa Baba yako aliyeko mbinguni. Si mnapata vizuri hapo? Kwa hivyo watakuja ili watu wawaone, na wewe ukishapokea, maana yake unapokea ufisadi wake, utakao mkemee kwenye ufisadi wake. Atafanya naye afanya katika jamii ya uovu, na wale wote wanaotakiwa kumwambia hii unachokifanya sicho, watakuwa wamefungwa midomo na ile mkufu ya pesa waliyopokea au zawadi waliyopokea. Iwe ni gari, iwe ni lazima uangalie unachokipokea kimekujaje. Ndio maana mimi narudishaga hela sana. Ndio maana huwezi kuninunua mimi. Tangu zamani Bwana Yesu alishanifundisha na akanionyesha mbingu yake, akanionyesha jehanamu, akanionyesha kuzimu, akanionyesha shimoni ambapo shetani na mapepo yake wapo. Na akanionyesha kuzimu, malango yake ni kama chuma. Si mnielewa vizuri hapo? Na kule kwenye mauti ipo hapo kuzimu, mauti na milango yake. Ndio maana Yesu ana funguo za kuzimu na za mauti. Sinaongea na watu sasa hivi. Kwa hivyo ruhusi kwenda kuzimu wala mautini. Sinaongea na watu hapa. Sasa kuna vitu vinaweza kusababisha kaingia huko, ambapo sasa Yesu anakupa tahadhari, kwa sababu unapopokea kitu unapokea na moyo wa ule mtu, makusudi ya yule mtu. Na Mungu anapopokea sadaka yake anapokea makusudi yako. Yeye anataka akufanyie, anapokea. Ndio maana Kornelia akaambiwa sadaka yako na maombi yako, kwa sababu maombi yanaambatana na sadaka. Nini unachokitaka Mungu akutendee kinaenda kwenye sadaka. Sadaka unapotoa, Mungu anaangalia moyo wako na angalia unachokisema. Sijui mnanipata vizuri hapo? Sasa kama ni kiongozi au wa taifa au wa mkoa au wa wilaya au wa mahakama au wa bungeni au wa serikali au wa dini, kiroho sio watakuwa ni manabii wa uongo tu.
Mnanipata vizuri hapo? Yule binti alikuwa na moyo wa hadaa, wa kudanganya na yani wa kutenda mabaya. Unakumbuka alimua Yabothi, mnakumbuka? Kwa ajili ya shamba la urithi wa baba yake. Akaua, akampa mume wake. Yaani kuna watu pia wakiona ile nyumba pale wanafanya kila mbinu kukichukua, kwa sababu wako katika ule uwezo. Si unanielewa vile hapo? Utatufanya nini? Sasa unapopokea chochote kilicho cha kwao, kinawadidimiza, kukemea hiyo roho. Inakuja na ile roho aidha ya shetani au ya Mungu. Si unanipata vizuri? Zawadi na nguvu. Ndio maana Bwana akasema heri atoaye kuliko apokeaye. Hata unayepokea unamezwa. Unapokea na roho ya yule mtu, madhumuni ya yule mtu kama ni mabaya. Si mnanielewa? Mke wangu anafahamu. Naweza kusema nani kaleta hicho? Kuna kitu kimeletwa hapo. Okay. Hicho chukua upeleke sehemu fulani. Kisitumike hapa. Wangapi mnanielewa? Lakini sitakwambia ukileta kwa madhumuni mabaya nitajua tu. Si mnanielewa vizuri hapo? Kwa sababu kila kitu ni roho. Kuna mitego kama hiyo. Niwape mfano. Wakati wanasiasa unajua hawa ni waongo, si ndio? Ukisha wachagua naenda bungeni, ikifika saa ya uchaguzi ni wanajipendekeza sasa, wanaweza hata kuosha vyombo vyako. Watakupa kakanga, watakupa 500,000. Itakusaidia nini? Hiyo 5,000 hiyo imekufunga miaka yako mitano. Utakaa unalalamika kwa nini? Hata kwa Mungu akusikii. Anasema ulipokea zawadi. Si mnanipata vizuri? Kwa hivyo kuna vitu fulani usiuze utu wako kama Esau kwa sababu ya njaa. Njaa aliposema nipe chakula, kile chakula kilienda na madhumuni ya Yakobo ya kuchukua nafasi ya kuzaliwa ngapi? Ikaenda hivyo. Ndio maana Mungu anataka watu waaminifu. Integrity ni kitu ambacho kimepotea kwa vijana, kwa mama, kwa baba, kwa sababu kanisani hivyo vitu wanaitwa kanisani pia ni mafisadi. Unaweza kuona wachungaji, manabii, maaskofu wanasema tunaombea jambo fulani kwa sababu wanategemea hela fulani kutoka sehemu na wanajitangaza. Unapoombea mtu utangazi. Tunaweza kuomba hivi hadharani hivi kwa ajili ya kuonyesha tunaomba nini. Ndio maana tumepewa kunena kwa lugha. Na mtu yeyote ambaye hajanena kwa lugha, toa hicho kiburi, mruhusu Roho Mtakatifu, mwambie nipe kunena kwa lugha. Sababu unaponena kwa lugha unajijenga mwenyewe, unaomba moja kwa moja kwa Mungu. Shetani haingilii wala hakuna mwanadamu anaingilia. Na unaomba moja kwa moja, unapata majibu moja kwa moja, na kama unasifu na simu moja kwa moja. Na unaweza kuomba pia kutafsiriwa. Amen. Imeandikwa katika Wakorintho wa kwanza 14. Ndio lugha Mungu ametupa. Katika Waefeso 6:18 mpaka 20 anasema tukidumu katika kuomba kwa Roho Mtakatifu. Katika Yuda 1:20 anasema wapenzi, mzidi sana kujengwa katika imani yenu na kudumu katika kuomba kwa Roho Mtakatifu. Imani inajengwa kwa kusoma na kufanyia kazi kile ulichokisikia. Imani huja kwa kusikia. Ile inajengwa kwa kusoma vitabu. Ndio maana Biblia ipo isome inakujenga. Lakini imani hiji. Imani ishakuja kwa kusikia. Naongea watu hapa. Sasa kila mtu anapotoa, hakunaga lunch iliyo free. Ukipewa kitu utakilipia. Hata mataifa kwa sababu ya Afrika ni ombaomba. Wakikupa kitu hakuna kitu cha bure. Hata useme masharti nafuu, watakuja kwa ajili ya rasilimali zenu, kwa ajili ya uzao wenu. Naongea watu hapa. Sasa wako watu ambao lazima wazuie utendaji wa yule muovu mpinga Kristo, yule asi atendaye kazi kwa siri. Kwa kuna namna shetani anaweza kufanya
taratibu utaanza kuota hata ndoto mbaya mbaya, chafu chafu, unakimbizwa kule na kule kwa sababu umeshajiuza nafsi yako huko. Amen. Ndio maana anasema kila mwenye pumzi na msifu nani? Unatakiwa msifu Bwana, na sio ngono, mapenzi na romance. Angalieni shetani anavyofanya wa duniani, hakuna anayeimba tofauti na hapo. Sinaeleka? Na watu wanapagawa na mtu aliyevaa fuvu, na mtu aliyevaa machini amejichora chora, mtu ovyo. Kimwangalia huyu ni mtu ovyo, lakini akisimama kuimba watu wanapagawa. Ujue sio huyu, ni roho. Kama mimi ninavyoongea hapa mnanisikiliza, ni neema inasababisha nisikilize. Na wale pia kuna roho itokayo kwa shetani ambaye amewavaa. Kwa hiyo lazima mwe makini, mchiwe shetani anavyodanganya ulimwengu kwa sasa hivi na kuteka mataifa, hata wateule ikiwezekana. Haji kwa mimi ni shetani anataka kukuteka, hata kuja hivi. Unafikia atakuja geuza huu mkate uwe, geuza mawe yawe mkate? Hakuna kitu kama hicho. Atakuja kwa namna fulani. Sisi kama unanielewa? Sasa kama mtakatifu na mlinzi, kuna mlinzi utoa agizo na mtakatifu utoa neno la amri. Si mnanielewa? Na haya yote tumeweka hata kwenye maombi hapa ili weze kujulikana tunapoomba, ujue unaombaje. Unaona mtu hapa? Agizo la walinzi, kwa agizo la walinzi hukumu utolewa. Walinzi wanatoa nini? Maagizo ambayo hukumu lazima itolewe. Si bado mnanipata vizuri hapa? Mko na mimi? Nimeweka walinzi katika kuta zake, hawatanyamaza usiku wala uhakikisha wananikumbusha yale ambayo nimekusudia kuhusu wao, ili yapate kutokea mpaka watukuzwe katika mimi. Kwa Mungu anataka umkumbushe, usikae kimya kama mlinzi. Sasa Yesu katika Mathayo 24:25 anaanza kutuambia kuja kwake. Nini kabla ya kuja kwake mara ya pili? Unyakuo kabla unyakuja tokea. Anaanza kutuambia, alafu anasema hivi, mkiaona hayo sasa yanapotokea, hayo niliyosema, chukueni tahadhari na mkaombe. Sinaweka hapo? Maana yake sio Roho Mtakatifu kaniambia, unaweza kutazama mambo ukayaona sasa na Yesu alivyosema, ukasema hiki ndicho alichosema, sasa nichukue tahadhari niombe maksudi yasitokee, hata yakitokea siwe na nguvu. Sinaangalia sasa hivi? Unanielewa vizuri? Kunaweza kukaa hivi ukaangalia neno lako kama mlinzi, ili utoe agizo la kwako ambalo litaleta nini? Hukumu. Hukumu itatolewa. Na atatoa tu, Bwana atatoa hukumu kwa sababu kuna agizo utalitoa. Bwana, nimelinda. Agizo hili nalitoa. Bwana anasema nimeliona, sasa natoa hukumu. Sinaeleka? Watakatifu nao wanafanyaje? Wanatoa amri kusudi ijulikane yupo Mungu anayethibitisha maneno ya watakatifu. Si bana nako hapo? Kwa ukisimama unasema natoa agizo kama mlinzi, na kama mtakatifu natoa amri ya kwamba hiki ndicho kinatakiwa kitendeke katika nchi na lazima kitendeke. Kwa hivyo kama mlinzi nasema waimbaji wa dunia wakaokoke. Huyo ni hukumu. Asiokoka lazima umaarufu wake amenyang'anywa. Si mnapata? Mnaona kama naongea tu. Na kama mtakatifu natoa amri ya kwamba hakuna sauti yoyote itakao shabikiwa isipokuwa sauti inayotukuza Yesu Kristo katika nchi hii. Iwe mahali pa juu, iwe mahali pa chini. Iwe ni ikulu, iwe ni bungeni, iwe ni mahakama, iwe ni katika kile neo katika jamii na mataifa na lugha na jamaa katika taifa hili na bara hili, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mfalme wetu. Nimekuelezea.
nimekuonyesha. Kunaweza kuangalia mambo kasema hii ni nini? Sasa tunataka kuomba rehema. Tunaomba rehema kwa ajili ya nini? Moja, kwa mtazamo. Nataka unaweza kuelewa mambo kwa kutazama. Usiseme Roho amenifunulia. Unaweza kwa neno la Bwana ukaangalia kinachoendelea. Bwana ndipo anakuja sasa kukuonyesha. Ukishaona, ukishatazama ukaona. Mfano, nawapa mfano. Niangalieni hapa. Sijasema tunaombea rehema hicho. Nawapa mfano ili muweze kuelewa tunapoomba kama watu waliokuwa kiroho. Daudi alipoingia madarakani, njaa iliingia katika nchi miaka mingapi? Ukame wa ajabu. Daudi badala ya kuomba wakati ule njaa imeanza, akatulia tu. Sasa mwaka wa 3 njaa imekuwa kali, ndipo anaenda kuuliza Mungu. Wakati Mungu yupo sazo, ameacha watu wakafa kwa njaa. Ameacha watu wakaumia. Tusiende kama Daudi miaka mingapi? Njaa ipo. Nilishatabiriwa tangu mwaka 2020 na ngapi? Na 1 katika taifa hili na bara hili. Na hasa taifa hili kwa sababu Mungu aliposababisha msifungiwe kwa sababu ya corona, mlichukulia kitu chepesi mkushukuru Mungu na mwakuenenda kama watu ambao Mungu amewatendea jambo la kipekee. Si mnanielewa? Na hapo ndipo mambo yalianza kuingilia. Na ndipo mambo yakaanza kuingia kutukuza madhabahu za kishetani. Hata mwezi na nyota na jua zikaanza kuwa na nguvu kuliko Mungu aliyeziumba. Ananielewa? Utanielewa? Na hali fulani ya udini fulani kaanza kuenezwa badala ya ile hali ya haki kutangazwa. Kwa hiyo unaweza kuangalia mambo. Unaweza kuzunguka kanda ya ziwa na sio kanda ya ziwa, katika nchi hii yote ukaona kuna hali fulani ya ukame. Mazao yanalia. Nenda Kagera, mazao yanalia. Nenda Shinyanga, mazao yanalia. Nenda Geita, mazao yanalia. Nenda Mwanza, kule Mara, mazao yanafanyaje? Yanalia. Na Mungu ni mkulima. Na alituumba tupate kulima. Na tukilima tunatakiwa tuvune. Na wakati huu sio wakati wa kiangazi, ni wakati wa mvua. Zekaria 10:1 anasema muombe Bwana mvua wakati wa nini? Wa masika. Maana yake mvua zinaweza zikakosa kunyesha, lakini wakati wa masika ni wakati wa kupokea kitu wewe, lakini usikipokee. Ni wakati wako wa kupokea majibu, lakini usiyapokee. Kwa anasema niombe ili upewe majibu yako. Ogopa yeye awezaye kuwa mwili na nafsi akakutupa wapi? Jehanamu ya moto. Anaitwa Yesu Kristo peke yake. Shetani hawezi. Na Yesu Kristo ndiye njia, ndiye kweli, ndiye uzima. Hakuna yoyote unayeweza kumwabudu ambaye ana uzima. Ni Yesu Kristo aliye uzima. Amen. Ni Yesu Kristo peke yake ndiye anayesamehe dhambi. Amen. Hakuna mtu yoyote anaweza kuabudiwa isipokuwa Yesu Kristo. Amen. Na ukisema upatanishi kati yako na Mungu Baba, ni damu ya Yesu, ni Yesu mwenyewe tena amejitokezea. Amen. Hakuna cha mwanamke, hakuna cha mtu yoyote, hakuna cha kinyago, hakuna cha majini. Ni Yesu Kristo peke yake ndiye njia, ndiye uzima, ndiye ukweli, na ndiye Mungu Mwenyezi. Ndiye Alfa na Omega. Ndiye wa kwanza tena wa mwisho. Hakuna aliyewahi kusema hivyo. Tusidanganyane saa za mwisho hizi. Kwa hiyo unaweza kutazama mambo, ukayaangalia, ukasema kwa nini haya yanatokea? Ukaenda Dodoma, ukaona hili jua sio sahihi. Ukaangalia Singida, ukasema hapana. Ukaangalia Tabora, ukasema hapana. Ukaangalia kule kaskazini ambapo mvua zinanyesha kwa sababu kuna mlima Kilimanjaro, hakuna kitu, joto, watu wanalia joto. Kuna jambo. Kumbuka kwa kinywa hichi mwaka 2021-22 kilisema kwamba joto litaua watu kuliko kitu chochote.
tuna uwezo wa kuomba. Lakini tujiulize kwa nini haya yanakuja? Maana tunataka kuomba rehema ili Mungu atupe mvua, na sio mvua tu, haki itendeke. Na chochote kinachozuia mvua isinyeshe katika taifa, baraka zisiwepo, kama kuna jambo lolote lazima litekelezwe leo hii tunapoomba. Hamjanielewa, naongea kwa mamlaka ya mahali fulani. Sasa tutaomba rehema wapi? Tutaomba rehema kwa ajili ya taifa letu. Watu wangu wakinyenyekea na kuomba, Bwana atafanyaje? Atasamehe na ataiponya nchi. Kwa tutaombea taifa kama taifa, alafu tutaombea nchi. Kuna tofauti. Nchi maana yake ardhi, alafu tutaombea watu walio katika nchi na mimea. Maana yake mimea ikikauka, maana yake wanyama wanaenda kuumia. Maana yake mkulima yeye ameshaumia. Na sio kusudi la Mungu iwe hivyo. Ni watu wameleta mambo yao. Sasa nataka tuangalie taratibu. Na lazima sasa tuombee sisi wenyewe. Na tuombee uzao wetu, tuombee taifa letu, tuombee uchumi wetu, tuombee rasilimali zetu. Kwenye kuomba rehema tutaiambia nchi pia isimame kulipiza kisasi kwa yule yoyote anayenajisi. Kama kuna rasilimali zimeuzwa sivyo takiwa, iwe ni kipande cha nchi, iwe ni msitu, iwe ni bandari, iwe ni chochote, iwe ni madini, hayafaidishi waliowekwa katika nchi hii, bali nafaidisha wageni. Ujue kuna laana, tutasimama kinyume na laana pia. Lakini wakati tunaomba rehema, tutamalizana na rehema. Nataka muone eneo hizo, maeneo hayo naomba ya rehema. Naeleka kwa Daudi akaambiwa, ili tatizo sio sababu yako, ni kwa sababu ya kiongozi aliyetawala anaitwa Sauli aliyetangulia. Ndipo Bwana akamwelekeza cha kufanya. Baada ya kuangalia njaa inapoua watu, Daudi akaamua kuongea na Bwana. Kulikoni sasa? Ni miaka 3 njaa inaendelea. Na wakati huu ni wakati wa nini? Wa mvua, wa masika, si ndio? Lakini sasa iweje mvua zisinyeshe, zisitokee? Unaweza kuiona kawinga lakini joto ndio litakuja, si ndio? Msichukulie ni kawaida. Kuna kitu Mungu anakuambia kama mlinzi kwamba kuna adui. Kwa hivyo unatakiwa utoe agizo, na kama mtakatifu toe amri jambo hilo lisiwepo tena. Naongea na watu hapa. Kwa hivyo hapo ndio unarudi kwa ndugu yangu Yeremia. Unasema njaa inatokea katika taifa. Kwa nini? Yeremia 21. Hala koterebokosia. Neno hili ndilo lilonijia au lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana hapo mfalme Sedekia alipompelekea Pashuri mwana wa Malkia na Safania mwana wa Masea kuhani kusema, tafadhali utuulizie habari kwa Bwana, kwa maana Nebukadneza mfalme wa Babeli analeta vita juu yetu. Labda Bwana atatutendea sawa sawa na kazi zake zote za ajabu, ili aende zake akatuache. Niangalieni hapa. Wametuma watu kwa Yeremia aulize neno kwa Bwana, lakini wana hila. Wangapi mnanisikia? Maana hata Bwana atakapotoa neno hawatalitenda. Maana yake kuna namna wamejiweka, lakini wameshaona hatari inakuja. Lakini wao kwa sababu wapo mnanipata vizuri hapo? Hata Mungu akisema unajua kuna nguvu ya Bwana. Ukikaa kwenye hiki kiti kama hiki, kama wa duniani, unapata kama mshahara na unapigiwa, unaheshimiwa. Sio rahisi sana kuiacha. Sina nielewa vizuri hapo? Sana tutamaliza na kila naye kupinga. Sedekia katuma watu hapo. Tuende tuangalie. Basi Bwana akamwambia, mwambieni Sedekia neno hili. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalieni nitazigeuza nyuma silaha za vita zilizo mikononi mwenu, ambazo
uhusuru nje ya kuta zenu, nami nitazikusanya pamoja katikati ya mji huu, na mimi mwenyewe nitapigana nanyi kwa mkono ulionyoshwa na kwa mkono hodari. Unasikia Mungu anavyosema? Atapigana na Waisraeli, watu wake mwenyewe. Msiruhusu Mungu akapigana nyinyi kwa sababu ya makosa ambayo mmesimika. Maaskofu, wachungaji, manabii, mitume, msitagulize tumbo kwa ajili ya kujipendekeza. Mnaacha kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Bwana atapigana nanyi. Nyie mnachuna watumbo yenu, mkaacha njia ya Bwana na kondoo wa Bwana. Angalieni hasira ya Bwana na wachia, mtaweza kuepuka. Bwana atapigana nanyi msipogeuka. Shakita makontoro kemparelia na sokontoro zimia. Hakika mtaweza kusimama mbele za Bwana aliye mtakatifu, aliyeumba mbingu na nchi. Nami nitawapiga wenyeji wa mji huu, wanadamu na wanyama pia watakufa kwa tauni kubwa. Shala komporde kesia. Ala komparaneni yaselia. Leto mporolenia. Leko seketele lebo kosha. Paradeni mone. Ukumbuke rehema Bwana. Ukumbuke damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya watakatifu wako na walinzi wako. Linomonda sikia ndaka. Redebo konti libakandi kasikia. Na baada ya hayo asema Bwana, nitamtia Sedekia mfalme wa Yuda na watumishi wake na watu wote waliosalia ndani ya mji huu baada ya tauni ile na upanga na njaa na nini katika mkono wa Nebukadnezari mfalme wa Babeli. Mmesikia mara nyingi sema tauni haiwezi kufika katika nchi na katika bara hili. Lakini nisikilizeni vizuri. Tuna sababu ya kunyenyekea mbele za Bwana. Zamani ilikuwa tunaweza kurarua mavazi yetu kavaa magunia na majivu. Lakini Bwana akasema hapana katika Mathayo 6. Ufungapo usijionyeshe umefunga. Saumu usijikali, si unaotangaza sisi sasa tunafunga. Angalia tunapofunga saumu kali. Yeye anasema hakuna kitu, hiyo sio saumu. Sisi tumefunga tunapaka majivu, amesema hii hakuna, sio majivu, tunapaka kama mafuta. Hiyo ni saa 61 na pia Bwana mwenyewe amesema katika Mathayo 6. Kwa tunafuata Bwana, tufuate yale mapokeo. Sinaongea tu. Amen. Tusimame kwa ajili ya nchi yetu. Sikiliza. Na katika mikono ya adui zao na katika mikono ya watu wale wanaowatafuta roho zao, naye atawaua kwa ukali wa upanga. Hata waachilia wala hata wahurumia wala hata warehemu. Unajua ninapoongea hapa, kuna mataifa machache yenye rasilimali nyingi wanateketea kama Kongo, si ndio? Sima nipata? Kwa sababu Kongo imechezewa kwa muda mrefu na watu wamefanya maombi. Kwa inabidi inuke jamii ambayo inasema ametua sana, lakini na sisi ngoja tufanye hiki ili kiwe hiki. Usifikiri Mungu hajaruhusu. Na Mungu yupo pale pale. Hata simame Amerika, asimame wapi na nguvu zake atavunjwa na Kongo itakombolewa. Amen. Sinanielewa bila? Mnaona South Africa pale? Amen. Ilienda kinyume na Israeli wakati fulani. Israeli ilishachaguliwa. Iwe inafanya vizuri sifanye vizuri, Mungu alishachagua kwa sababu ameichagua. Amen. Ndivyo na wewe Mungu alishakuchagua ukaokoka, umeokoka, aenda kinyume na wewe anaenda kinyume na Mungu. Amen. Na wakati fulani ilia sana kwa ajili ya South Africa, kwa sababu South Africa ni lango la Afrika nzima kupitia kule. Na hakuna nchi inaitwa South Africa nishawaambia. Kwa South Africa ni dira, si ndio? Ni mwelekeo. Afrika Kusini sio taifa. Afrika Kusini. Maana yake kuna Afrika kule
Kusini, si ndio? Lakini sio taifa. Taifa linaitwa Azania. Hilo ndio jina la nchi ile. Lakini wamekataa hilo jina. Bwana wamebeba majina ya mabeberu. Na mabeberu walioko pale wanataka wapate eneo la kwao. Yaani kama Kahama hapa, wazungu wakakaa, wakatawala, alafu tukawaacha kwa Mandela feki walioleta. Si unanielewa? Akawasamehe, wakakaa. Watu wanaobaka wanawake na kuwachinja na kuwapa nguruwe. Wanabaka wa Afrika. Alafu wanawachinja, wanawapa nini? Nguruwe wao wale kama chakula. Alafu hao watu wanasema wanauawa, wakati wa Afrika pia wanauawa, alafu wanaishi kwenye mazingira magumu. Dhahabu ziko pale mpaka kuna jengo la dhahabu. Unanipata vile hapo? Lakini watu wanaishi ghetto. Watu wanaishi mazingira magumu. Wa South Africa. Watu wa Zania. Alafu kuna mtu anapeleka taarifa kwa Donald Trump kwamba yani wazungu wanauawa South Africa, wanaweka kikwazo. Alafu wanageuka wanaenda Marekani kumwambia Trump, sisi hatutaki sasa utuhamishe tulete Marekani. Maana Trump alimwambia sasa, njoeni Amerika, sisi ni wakulima. Na Trump anataka wakulima. Kwa wakitoa huku wanaenda kulima kule. Sasa mtawapa ardhi nini. Wakageuka kusema hatutaki usitulete huku. Sisi sasa tunataka pale South Africa utupe eneo letu liwe la sisi wazungu na Waafrika wawe na eneo lao. Sisi tuwe wazungu eneo letu. Nikimaliza ya maombi. Mimi sio ninavyofikiria. Mimi naomba sawa sana Bwana anavyonielekeza, na Bwana akasema sijaleta amani, nimeleta moto. Nawaambia hivi, naambia South Africa mchana kweupe watakatwa shingo zao na Waafrika weusi, tena sio jeshi na sio polisi. Wale wakageto wamechoka. Wale Waafrika vijana wamechoka, wana ajira, alafu kuletea. Nakwambia hivi, wanaenda kukata koromeo za wazungu mchana. Nisikilize, niko hapa. Hata tukiomba namna gani ili lazima litokee. Kuleta kwa wanataka taifa lao pale. Taifa ni wa Afrika, walivamia, wakaruhusiwa kuendelea kuishi. Wewe sisi wanadamu ambao Yesu ametukubalia kama Zulu na Tano. Usilete mchezo. Nakwambia mkuki mfupi utatengenezwa tena. Kwa sababu kila nchi Afrika inatafuta uhuru wa kweli, ukombozi wa kweli kabla ya unyakuo. Kama ilivyoandikwa katika Isaya 19 mstari wa 19 mpaka mwisho. Unajua kuna watu wanaongea unabii. Nakwambia kinachotukia South Africa ninapoongea, yani wazungu wasilete cha kuleta. Hii bara hii sio ya wazungu. Hii bara ya watu weusi, kama wameruhusiwa kukaa wakae kwa adabu. Na wawekezaji wanaokuja kunyanyapaa watu wa taifa la lolote la Afrika wakae kwa poro basic. Nisikilizeni, siongei kwa maneno yangu. Baada ya maombi, nawaambia baada ya maombi, mtazame ndani ya mwezi huu, msikilize taarifa ya habari. Kama hawa wazungu wa South Africa ya Azania wataleta ya kuleta, wanataka taifa lao, eneo lao katika taifa la Waafrika Azania, wataelewa. Wanaelewi. Sikiliza, hiki akizuiliki. Akizuiliki. Wazungu na washauri. Sio washauri, na waonya kwa roho wa Bwana. Si washauri, na waonya kwa roho wa Bwana. Aliyeumba mbingu na nchi, msithubutu kuleta hayo mnayoleta. Kaeni kwa adabu, achilini Waafrika wastahi pamoja na nyinyi. Ameona kitu. Amesikiliza sauti ya nchi, ardhi inavyotaka kukombolewa. Amesikia viumbe vinavyolia. Hata kwenu watakatifu kisema, kwa nini mnaombaomba tu? Kwa nini hamtaki kujidhihirisha kama wana wa Mungu ili na sisi tukombolewe? Tutoke mikononi mwa wadhalimu, mikononi mwenu. Sikiliza Bwana anavyosema. Mstari wa 8. Nawe waambie watu hawa,
Bwana asema hivi. Sikiliza. Wafanye wanachokifanya. Anaitwa Tshisekedi. Rais wa DRC. Aite wa Faransa, wa Amerika wake, anaondoka. Na waambieni anaondoka. Amegusa pabaya. Unajua Rwanda tatizo lake lilikuwa ile kujivunia amefunga makanisa. Hiyo ni adhabu yake ya Paul Kagame. Mungu ana shida na Rwanda. Abanya Rwanda. Mungu ana shida nao. Shida ya Paul Kagame, alijivunia amefunga makanisa juma ngapi. Hilo ndio shida tu, kesi hiyo mbele yake na Bwana. Lakini itaondoka muda si mrefu. Na waambieni itasafishwa muda si mrefu. Na atajua kosa lake. Na atalijutia kulitenda. Na Rwanda itakuwa salama. Hakuna vita itagusa Rwanda pale. Waweke vikwazo, wafanyije, Rwanda itaendelea kustahimili na itaendelea kustawi. Lakini kwa DRC, kwa Kongo, rais lazima aondolewe. Hata waje wa Amerika na waambie hivi, wafika wanajeshi watageuka na watapindua na nchi itakaa salama, itaanza kama Burkina Faso. Muda sio mrefu. Na waambie hata rais wa Burkina Faso atatuma watu wake pale. Muda sio mrefu mtayasikia. Mimi sinaongea kwa ajili ya Afrika. Na hata kumbe Bwana alinipa alama ya Afrika mgotini hapa. Afrika iko pale. Sikiliza. Ningetaka hata kuimba lakini naye asikia. Tuendelee. Na waambieni. Amesema niwaambie, na waambie. Amen. Wewe ukipigana na Mungu Bwana. Fanya vituko vyako Bwana. Wachungaji, nyie badilikeni mkawe katika nafasi zenu. Unyakuwa unakaribia. Acheni mambo ya kuchuma. Simameni kwenye nafasi zenu. Nilijua roho ya Elia inakuja kwa ajili ya kuhubiri. Sio hata. Inakuja kwa ajili ya haki. Amen. Inakuja kwa ajili ya haki. Amen. Ni nchi yako. Usiruhusu mtikiso wowote katika nchi ya Ethiopia. Ukumbuke rehema. Ukumbuke damu yako Yesu Kristo. Ukumbuke ujio wako Afrika wakati Herode anakutafuta. Ukumbuke Ibrahim baba yetu alihifadhiwa Afrika. Ukumbuke Afrika. Twende. Na waambie watu hao. Bwana asema hivi, tazama naweka mbele yenu njia ya uzima na njia ya mauti. Unasikia hapo? Yeye atakayekaa katika mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, bali yeye atakayetoka na kujitia pamoja na Wakaldayo wanaohusuru, yeye ataishi na maisha yake yatakuwa nyara kwake. Maana nimeweka uso wangu juu ya mji huu, niulete mabaya wala nisiuletee mema, asema Bwana. Ukatiwa katika mkono wa mfalme wa Babeli, naye atauteketeza. Na katika habari ya nyumba ya mfalme wa Yuda, lisikieni neno la Bwana. Nyumba ya Daudi, Bwana asema hivi, hukumuni hukumu ya haki. Maana yake alikuwa hukumu ya nini? Hukumuni hukumu ya haki asubuhi, mkawaponye waliotekwa nyara na mkono wake wadhulumu. Aliyetekwa, umesikia aliyetekwa? Aliyefanyaje? Ruto ameungana na Raila Kenya. Lakini kitakachotia doa watekaji ni wakina nani? Na waliotekwa wameenda wapi? Kokokote ambapo watu wametekwa,
hii itakuwa ni doa kwa taifa hilo, kwa mtawala. Si mnaelewa? Kwa haijalishi ameungana na nani, akifikiri atakuwa salama kwa njia hiyo, usalama upo. Mpaka waliotekwa, au kama walitekwa kauawa, damu ya wale watu itageuka aliye mtawala. Hapa Mungu anaongea na mtawala. Kwa hiyo kuna haki isiyotendeka, kuna dhuluma. Si mnanielewa? Nimekusikia. Anaendelea kusema mkawaponye waliotekwa nyara na mkono wake aliye wadhulumu. Ghadhabu yangu isije katoka kama moto, ikaunguza asiweze mtu yoyote kuuzima. Mnasikia hilo? Kwa sababu ya uovu wa matendo yenu, tazama mimi ni juu yako, ewe ukaaye bondeni na kwenye jabali la uwandani, asema Bwana. Ninyi mnaosema, ni nani atakayeshuka apigane nasi? Au ni nani atakayeingia katika makao yetu? Nami nitawaadhibu kwa kadri ya matunda ya matendo yenu, asema Bwana. Nami nitawasha moto katika msitu wake, nao utateketeza vitu vyote viuzungukavyo. Msitu ni mahali ambapo watu, viongozi wanapokaa. Si mnaelewa? Sasa Bwana anasema nitateketeza. Unafikiri ashuka anaweza kuruhusu chochote? Si mnaelewa vizuri? Na hakuna huko. Unajua watu wamekaa wakifikiri yeye ni yeye yule jana, leo na hata. Naomba kwa mfano hii umeanza kuelewa namna ya kuomba sasa. Kwa tunataka kuomba. Mungu ni mkulima. Wakulima wamelima. Kama kuna ukame taathiri na wanyama na watu, maana yake ni njaa. Na mkumbuke dunia sasa hivi, hasa Afrika, kuna chakula. Ni Burkina Faso ndio wanalima sasa hivi kwa kumwagilizia kwa hakika. Si mnanielewa? Kijana mdogo. Kama hakuna kilimo cha umwagilizaji cha uhakika, nilisema tangu 2020-2021, tangu 2018. Nikasema Bwana amesema tuwe na kilimo cha umwagilizaji. Wakati wa JPM wakaanza kuchimba mabwawa machache. Nisikilizeni. Tuombe rehema, tubadilishe. Yamkini Bwana atasikia, lakini atasikia tu. Amen. Najua atasikia. Amen. Najua atasikia. Kwa hivyo tupeleke hoja yenye nguvu. Walimu wetu, watu wetu, manabii wetu wametenda pia dhambi. Unajua nasoma Isaya 43. Lakini Bwana anayesamehe kwa ajili yake mwenyewe. Na akumbuke tena uovu wetu, atasamehe. Na jua atasamehe. Maana ni mwingi wa rehema. Kwa tuombe kwa ajili ya taifa letu. Tusiende Afrika. Wangapi mnanielewa? Tushughulike na kwetu kwanza, tukimaliza tutauliza Bwana anasemaje kuhusu Afrika. Ndio maana tunasema tuombe kwa ajili ya South Africa. Tuiache hivi. Hakuna maombi atakayezuia hicho wakithubutu kufanya. Hakuna sijui nabii na cheo atazuia hicho nilichosema. Haipo. Maana hicho ni kikao kimeshakaliwa tukamaliza. Amen. Hicho ni kikao tumeshakaa muda mrefu tu. Nitakiwa niongee tangu Januari. Kinikawa Bwana tunaweza kuibadilisha. Na nataka walikoingia tu nikasema wewe niangalie kinachoendelea. Tena nimesoma kitabu cha Mind Boy. Kwa gari baada ya kupigwa vibaya, damu yake ikalia, akasema mnaniua, lakini damu yangu hii inamwagika na damu ya South Africa itanena daima na kuondoa katika South Africa. Kijana mdogo akaacha watoto wake na mke wake. Kuna baba
akatolewa macho yake. Mnanipata vizuri hapo? Wakatoa macho, wa kwanza wakamfanyia vituko, wanamkata taratibu na wembe. Anaitwa Patrick Lumumba ambaye alikuwa anatakiwa awe waziri mkuu wa Kongo, wa Zaire. Wakamsaliti CIA kupitia CIA ya Amerika na hii dini ya hivi, ikamsaliti kijana mdogo ambaye anahitaji kuleta ukombozi wa watu wake, ili wao waonekane kama ni watu. Wakachagua kinyanyanyanya kinaitwa Kukubanza. Kikatawala kwa mkono wa chuma kikujali wa Kongo. Patrice Lumumba katolewa macho, kakatwa kichwa, kikule nini, kaburuzwa, kafu. Hamjui walichotufanyia. Wakachukua Malawi, alikuwa mchungaji mmoja anagombea urais, anapindua, wakampiga risasi, akajibuza kilomita 40, anatembea kwenye kichaka. Usione Malawi watu wanaokoka. Kuna mtu aliteseka, damu yake ilimwagika kilomita 40. Niseme nini kuhusu Zimbabwe? Mzee Mzilikazi aliwapiga wazungu huko, washona wao wanafurahia watawaliwe. Akaja mwanaye anaitwa Lobengula, akaja mhubiri mmoja akahubiri Zimbabwe, akanakemea matendo hayo. Wahubiri wenzake wa Kiafrika wachuma chumbo wakaenda kwa mchochea kwa wazungu. Akaja akapigwa risasi, malaika akambeba, wakashangaa watu. Akawekwa sehemu, akaona yuko sehemu analia, alafu wingu likafunika pale. Akililia taifa lake lipate uhuru, watu wakaokolewe, alafu mwili wake haukuonekana tena. Watu kule Amerikani, Uingereza walianzisha dhehebu kwa jina lake. Nyinyi mfahamu mtu kama huyu alitwaliwa na Bwana. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Aliyeokoa Ibrahimu katika tanuru la moto wakati wa Nimrod, ni yeye aliyeokoa Shadraka na Meshaki na Abednego. Atatuokoa katika kizazi hiki na kizazi hiki. Hatunyinami kizazi hiki, hatutafanya wanavyotaka wa shetani, bali shetani atainama katika matakwa yetu. Hatutaishi katika ulimwengu wao, wataishi katika ulimwengu wetu. Katika jina la Yesu Kristo ndivyo ilivyo katika mwaka 2025. We are no longer on offensive. We are on defensive. Ni maserafi na makerubi wamekuja. Ni maana malaika wamekuja. Ruta badilisha namna ya kutawala. Maneno mengi achane naye, aanze kufanya vitu vilivyonyoka. Karado huko shaka. Tunaweza kuomba. Umesha leo namna kujiombea kama Daniel alivyosema, tumetenda dhambi. Tumetenda uovu. Rehemu Baba zetu hawapo. Walitenda dhambi, lakini uovu wao tumeuchukua. Ukiangalia ile Maombolezo 5, utaona madini yetu yanachukuliwa tu. Utaona vitu vinavyotokea katika Maombolezo 5. Utaona walisi katika bara Afrika, lakini tunaombea taifa letu. Tutaombea. Naona moshi. Naona moshi umesimama juu yetu. Omba kwa sababu ya huo moshi. Naona moshi umesimama juu yetu, umeshuka. Naona moshi mkubwa kutoka juu umekuja kwetu. Baba Muumba mbingu
niseme yale yatokayo kwako, nisiseme ya kwangu, maana moyo wangu umejaa maumivu. Ningeweza kuvaa mavazi yale wanaofunga ya kola, lakini wewe uangalie mavazi ya nje na vituko vya nje, bali unaangalia moyo uliovunjika vunjika na roho iliyopondeka pondeka, ndio unaiangalia mbele zako. Laiti ningejifunga magunia na kujipaka majivu, lakini umesema nifungapo niombapo nisifanye hivyo, bali nijipake mafuta, nivae vizuri, nije mbele zako. Usikie sauti yangu na kusii maneno yetu, maombi yetu ya kufikia. Wewe ambaye unyeshea mvua nchi na kuwapa watu vile vinavyochipua katika ardhi, na wanyama upata maji na kujilisha katika kondeni na katika milima, na wanadamu kujipatia chakula na mafuta katika hayo, na uwapa pumzi na uenda katika nchi wakilitukuza jina lako. Taifa lililo na njaa ni taifa lililo dhaifu sana, lakini taifa lenye chakula ni taifa lenye nguvu. Nakumbuka wakati ule katika bara hili kulikuwa na chakula wakati wa Yusufu. Hukuacha mpendwa wako, mteule wako, baba yetu Yakobo aweze kufa na njaa katika nchi ya Kanaani. Ndipo akatuma Reubeni na Yuda na Simoni na Zabuloni na Naftali, wanaye wote 10, lakini ulishatanguliza Yusufu mbele yao. Hata kama walitenda kwa hila kwa Yusufu, Yusufu hakushikilia, maana alikuwa makusudia. Kama ulivyosema ukaapa kwa baba yetu Ibrahim kwamba uzao wako utaenda utumwani katika hadi kizazi cha 4, ndivyo ulivyotenda. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli baba yetu, tuko mbele zako. Nyakati zote njaa ilipokuja, ulimwambia Ibrahim aje Afrika, na hata Isaka alitaka kuja Afrika, na Tanzania, Kenya, Somalia au Tanganyika, Burundi, Banyarwanda na Zaire au Kongo, iwe Kongo Brazzaville, iwe Kongo DRC na Uganda na Sudan Kusini, ulifanya kama makao yako makuu ya vyakula, na katika Naili iendayo mpaka Misri kwa uzao wa hao. Ili chakula kiwepo cha kutosha kwa watu wako, hata tulipokuwa tukujui ilivyotakiwa tukujue. Walikuja Waarabu wakachukua baba zetu wenye nguvu, wakawatumikisha, na walipofika Warabuni wakawaasi ili wasiweze kuwa na uzao wowote, wakafa. Bali natuumiza kwa nini tulipitia hayo. Ndipo kaja wazungu nao wakatubeba utumwani, wakatupeleka Amerika ya kaskazini na kusini kuwalimia, nao wakatutendea maovu. Mungu, kama Israeli walivyotendewa. Watu wetu wenye nguvu kazi ikachukuliwa. Watu wetu wakakaa katika hali ya uoga na hofu ya kutawaliwa. Hata ilipofika wakati ambapo wanasema sasa tupigane tupate uhuru wetu, katika vita vya kwanza na vya pili vikaonyesha, tukatambua kwamba mzungu pia anaweza kupigwa na risasi akafa, Mwarabu anaweza kupigwa na risasi akafa. Ndipo tulipoasi
katika uhuru wetu, na ukasikia baba zetu wakati huo, na ukatupa uhuru, na taifa hili ukatupa uhuru kwa kauli. Ingawa wengi walishamwaga damu kwa nyuma katika makabila yao, Kijengetile, Ngwale na watu wengi, lakini roho ya utumwa na hofu na kujipendekeza kwa watawala bali kama katika mfumo wa akili ya watu wetu. Na hata tulipopata uhuru, kadhaa tumepata uhuru, kumbe tumepata kutawaliwa tena. Ukoloni mambo leo, ambapo rasilimali zetu hatuwezi kuzifurahia wala sauti zetu haziwezi kusikika. Lakini nakushukuru kwa wokovu Bwana, palipo na Roho wako Mtakatifu ndipo kuna uhuru. Tungeachua haya wapi ili tuje tumeane kwa ujasiri namna hii kama wewe uko pamoja nasi? Tazama dhuluma imekwepo katika nchi, nikisema ipo utakuwa muongo. Maana kuna vilio na nchi imeingiliwa na ukame. Nami kama mlezi na mtakatifu wako nakusihi Bwana, ukumbuke rehema, maana tumetenda dhambi, tumetenda uovu pamoja na watawala wa nchi hii kwa kujipendekeza na kutokusema yaliyo kweli na kusimama katika zamu zetu ili nchi ipate kustawi. Lakini tumekuwa tukisifia na kufanya yasiyofaa. Sio kwamba waliowaweka au wanaotawala ni wabaya, hapana. Ni sisi uliotuweka kwa walinzi na watakatifu wa kuwaelekeza. Tumegeuka tuelekezwe na wao. Njia zako tumeziacha, hivyo na sisi tumesababisha nchi kuingia katika hatia. Nchi inalia na watu wanalia, taifa linalia, nasi tunalia. Uturehemu siku ya leo, maana umefunga mvua zako, kwa sababu tumeasi kutenda haki na hukumu ya haki. Tumesikia wako waliotekwa nyara wajaona ndugu zao, tumesikia mauaji mbalimbali, tumesikia damu zikimwagika, tumeona masoko yakiungua. Nani atakayesikia kilio cha maskini kama sio wewe? Zaburi 34 nasema maskini huyu alilia, Bwana akasikia sauti yake, akamjibu, akamtoa katika dhiki zake zote. Nasi tualia leo kwa ajili ya serikali yetu, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya nchi yetu, na kwa ajili yetu sisi wenyewe na uzao wetu na familia zetu, kwa ajili ya rasilimali zetu, kwa ajili ya taifa hili la Tanganyika. Urehemu, uturehemu, urehemu, ukumbuke rehema, ukumbuke sauti ya damu ya Yesu Kristo. Maana ni nani aliye na nguvu kuliko wewe yawezaye kushindana na muumbaji wake? Mola Maulana Jehova Sabaoti, Bwana majeshi, Mungu wetu, baba yangu, chimbuko langu, asili yangu, nikimbilie nani? Maana tumetenda dhambi. Maana kusimama mbele zako ni watu wenye moyo uliopondeka pondeka, roho iliyovunjika vunjika, na mikono safi isiyomwaga damu, na midomo safi isiyojipendekeza wala kusema uongo. Lakini mikono yetu imekuwa michafu, imejitia unajisi kwa damu isiyokuwa na hatia, na mioyo yetu imepanga hila na kufanya sio na kiburi na jeuri na majigambo. Tukaona tunaweza kujiweka katika nafasi mbalimbali kwa uweza wetu na sio kwa uweza wako. Ufisadi na wizi na kila namna ya udanganyifu na uongo umekuwa ni wimbo, nani atakayeokoa?
kizazi hiki na udhalimu na kila namna isiyofaa mbele zako. Usilete tauni, usilete njaa. Takusihi leo kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya haki yako mwenyewe. Maana ukisema sisi tuna haki, hatuna haki isipokuwa haki ya mwanao Yesu Kristo. Leo utasikia, leo usitendee kama ulivyotendea Sedekia na Yuda. Bwana, usikie. Ndugu yangu Yeremia alikuwa, ukasikia. Sema sikia leo. Tukusihi urehemu Baba. Tumetenda kwa kujua na kutokujua. Yote ni maovu ambayo tumeyatenda mbele zako. Na hata majina yetu yameonyesha tunakuasi. Na tunafanya tamaduni za kichawi. Na tunajigamba sisi tu wakuwa wachawi. Na tunatenda mazindiko na matambiko kwa ajili ya machifu ya kichawi. Na kufanya sopendeza machoni pako katika viwanja mbalimbali na katika sehemu mbalimbali. Baali na asiri wameingia. Mungu aliyekuwa na Elia katikati ya Yezebeli na Ahabu, wewe ni yeye yule jana leo na hata milele. Wewe manabii wako waliojificha sasa, watumishi wako mbalimbali. Watu wako wakuchao, roho ya Elia wengine ni yao, ujasiri ukainuke. Maana tumekuwa waoga, tumejificha, hata usiseme na wewe. Yasije katokea yaliyotokea Uingereza ambapo wanafungwa midomo, watu wanaomba hata nyumbani kwa kimya kimya. Lakini umesimama ukayaondoa. Udhalimu uliokuwepo katika wakati wa Biden na ukauondoa kabisa. Bwana, ndivyo simame siku ya leo. Afrika ni mali yako, lakini naomba kwa ajili ya Tanganyika. Mahali ambapo kitovu changu kipo ni wewe unajua Bwana. Na nakuja kwa neno lako. Bwana, kumbuka yaliyotupata. Usilete tauni wala ukame. Utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kwa mali ya wageni. Na nyumba zetu kwa mali ya makafiri. Tukimbilie nani? Tumekuwa yatima waliofiwa na baba. Mama zetu wamekuwa kama wajane. Tunakunywa maji yetu kwa fedha. Na kuni zetu twauziwa. Tumechoka tusipate raha yoyote. Tumewapa hao wanaoitwa kwa Misri kiroho mkono, na Waashuri nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi hata wako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Tunasherehekea mienge na poruka tujia tamana yake. Na umesema wao washao mienge watakufa na mienge yao. Sasa na Isaya 50 mstari wa 10 na 11. Angalia, tumefanya matambiko na mazindiko ya kila namna ili tubaki katika utawala. Tumefanya kila namna ya mazindiko. Taifa limenajisika. Damu yako Yesu Kristo simame leo. Kanisa lako liweze kuwa nyonge. Tusafishe kwa damu yako.
Takasa kanisa lako, tutakase Bwana, takasa uzao wetu, takasa familia zetu, takasa kazi zetu, takasa mifugo yetu, takasa kilimo chetu, takasa biashara zetu. Talisho komandeleka shelema kata abakoko seketakia yikai komandirisiki amanda kutoroko maki akaseke le kamanda romonsi amakata rediboko sheke. Uongo hautaishi tena, wacha ukweli yake katawale. Uovu sitawale, bali mema yake katawale, wema wako katawale. Geuza mioyo ya watu wako ikatende yaliyo haki. Ni wewe zaye kugeuza mioyo ya watawala. Likamande talina maka Sholozive merezoko paladele boko bonda keba derekeski beba kota le babama ndele bakasike. Ukileta njaa tutapata chakula kwa kuji, hatarisha nafsi zetu. Bwana, siwe hivyo, isiwe hivyo, siwe hivyo, siwe hivyo, siwe hivyo. Maana nyuso za wazee hazipewi heshima. Vijana wanalia, wana ajira. Wazee wameacha kwenda langoni na vijana wameacha kwenda ngome. Furaha ya mioyo yetu imekoma. Machezo yetu yamegeuka maombolezo. Taa ya kioo chetu imeanguka. Kwa ole wetu, kwa kuwa tumetenda dhambi. Kwa sababu hiyo mioyo yetu imezimia. Kwa ajili ya hayo macho yetu hayaoni wema. Wewe Bwana unadumu milele. Kiti chako cha enzi ni tamu kizazi hata kizazi. Usitusahau sisi sote. Usitusahau siku zote, na kutuacha muda huu mwingi. Bwana, utugeuze kwako, nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Usitukatae. Hata vijana wamejua kubeti kuliko kufanya mambo ya utukufu. Mambo ya ovyo yanashabikiwa kuliko mambo ya muhimu ya taifa, ya mustakabali wa taifa. Na vijana wameshiwa hata nguvu za kiume. Vyakula vyetu vimeingiliwa. Leo tunaimba nyimbo za kidunia kumtukuza shetani kuliko wewe ambao umetupa pumzi. Tunaona fahari mkubwa kujizingira na wasanii wa duniani kuliko kujizingira na wimbo wako. Majukwaa yetu yamejaa mizaa ya kukufuru na kulitukana jina lako. Urehemu Bwana, wokoe kizazi hiki, vijana kwa wanawake na wanaume. Wokoe wa baba na watoto. Jina lako lipate kutukuzwa, Yesu Kristo.
na makusudi yako yapate kufanyika duniani kama ilifanyika mbinguni. Tazame rasilimali zetu. Tazame kanisa lako. Wape ujasiri wa kusimama kukataa maovu na wakatende yaliyo mema. Kila mmoja akainuke kutenda mema kwa mwenzake. Kweli ikasimame mahali pake pa juu na mahali pake pa chini. Kweli ikasimame katika ikulu ya nchi hii. Kweli ikasimame katika bunge. Kweli ikasimame, ikatawale katika mahakama, ikatawale katika anga, ardhi na maji. Wewe ulio rehema, usikie leo. Maana siku hii tunapoomba kuna maadhimisho ya wanawake. Hata wanawake wamekuwa na siku yao, wanasema 50 kwa 50. Haya yanatokea kwa sababu ya uovu, sawasawa nilivyosema katika Isaya 3. Tunayaona katika maisha yetu, yanatokea sasa hivi tukiyatazama tu. Na kwa sababu hiyo usiweze tauni na hayo uliyokusudia katika taifa letu. Maana ndoa zimekuwa ndoano kwa sababu ya 50 kwa 50. Na leo wanatukuza siku ya wanawake. Sio kwamba mwanamke ni mbaya, hapana. Lakini yako mambo ya mwanaume kutokuwa mwanaume na mtoto wa kiume kutokuwa mtoto wa kiume. Ndio maana ushoga umetamalaki huko nyuma na usagaji ukatamalaki. Uliponiambia ushoga na usagaji utakwepa 2025, nikasema haleluya. Bwana simama sasa, maana bado kama kuna harufu. Na yule simamaye kwa ajili ya hai Yezebeli mwanamke na Ahabu mfalme akaondolewe katika taifa letu. Juu kwa juu, inua Yehu akasimame. Nani kama Elisha anasema mafuta yakapakwe kila sehemu. Kwa wote ulioteua mafuta ya upako, mafuta yako matakatifu ukawapake nao. Kapake taifa hili, nchi hii na mafuta yako matakatifu. Lika tatapantoro pokotilia sheketa la bakata. Yehu simama kwa ajili ya kusudi la Bwana wa majeshi. Shatala kamporumenta likastakaika. Riko patalima sika talababasha. Libo kotolima sataliba katalima saya. Lekatere basaya. Kaikombuke nchi. Kailete mvua. Kumbuke rehema. Kafungulie ghala za mvua. Ghala za upepo ziletazo mvua zikafunguliwe. Ghala za upepo letao umeme ikafunguliwe. Ikawe shangwe kwa wanawake, kwa wanaume. Ikawe shangwe kwa watoto, kwa wazee. Ikawe shangwe kwa wanyama. Ikawe shangwe kwa nchi. Ikawe shangwe kwa ardhi. Ikawe shangwe kwa mito. Ikawe shangwe kwa maziwa. Ikawe shangwe kwa bahari. Ikawe shangwe kwa misitu. Ikawe shangwe kwa mimea. Ikawe shangwe kwa madini. Ikawe shangwe Bwana kwa bandari zetu. Ikawe shangwe. Ikawe shangwe kwa wanyama wetu. Ikawe shangwe kila eneo la Tanganyika. Ikawe shangwe katika anga zake. Ikawe shangwe kwa nyota na mwezi na jua. Ikawe shangwe kwa sayari. Ikawe shangwe kwa malaika wote. Ikawe shangwe sasa kwa malaika wakuu watakatifu katika taifa la Tanganyika. Ikawe shangwe kwa ardhi. Ikawe shangwe kwa kila yoyote aliyo katika nchi ya Tanganyika. Ikawe shangwe kwa kanisa. Ikawe shangwe. Ikawe shangwe. Ikawe shangwe kwa mimea. Ikawe shangwe. Ikawe shangwe kwa hali ya hewa. Ikawe shangwe. Ikawe shangwe kwa Bwana majeshi ya tawalaye. Ikawe shangwe kwa jina la Yesu Kristo. Ikawe shangwe kwa damu yake iliyomwagika na nena mema.
ikawe shangwe kwa mbingu, ikawe shangwe kwa nchi, ikawe shangwe kwa ufalme wa Yesu Kristo unaotawala milele usiotikisishwa. Ikawe shangwe, ikawe shangwe kwa haki, ikawe shangwe kwa hukumu ya haki, ikawe shangwe kwa amani, ikawe shangwe kwa furaha, ikawe shangwe kwa ustawi wa watu, ikawe shangwe, ikawe shangwe kwa uzima, ikawe shangwe kwa afya, ikawe shangwe kwa elimu, ikawe shangwe kwa kila idara, ikawe shangwe kwa uchumi, ikawe shangwe mahali pa juu na mahali pa chini, ikawe shangwe shalabaka kamaraka, ikawe shangwe Ikulu, ikawe shangwe bungeni, ikawe shangwe mahakamani, ikawe shangwe katika jamii, ikawe shangwe katika makabila, ikawe shangwe katika taifa, ikawe shangwe katika ndoa za watu, ikawe shangwe katika familia, ikawe shangwe kwa watoto wetu, ikawe shangwe kwa wanyama wetu, ikawe shangwe, ikawe shangwe, ikawe shangwe kwa jina la Tanganyika, ikawe shangwe, ikawe shangwe, ikawe shangwe. Shaka para pakireka para remaseketerebo shaka, ikawe shangwe na heshima, ikawe shangwe na utukufu, ikawe shangwe na uweza, ikawe shangwe na nguvu, ikawe shangwe na baraka, ikawe shangwe na hekima. Shataka para karima yeterebo shaka, ikawe shangwe na kweli, ikawe shangwe, ikawe shangwe na upendo, ikawe shangwe na umoja na shikamano, ikawe shangwe ya haki. Rako pakamaka seketerebo saya, ikawe shangwe kwa Roho Mtakatifu, ikawe shangwe, ikawe shangwe kwa Mungu Baba, ikawe shangwe kiti chake cha enzi milele milele. Shangwe mbinguni, shangwe duniani, shangwe duniani, shangwe mbinguni. Shakamaka teko seke rebo kosaya metarabako shaka remakasi remakata. Simama kwa miguu yako, sema kila mila na desturi katika taifa hili sotukuza Bwana wa majeshi, Muumba mbingu na nchi. Kila mila na desturi sotukuza Bwana. Bwana wa majeshi, Yesu Kristo, tunatangaza leo hiyo mila na desturi ya kishetani haina mamlaka katika anga na ardhi na katika maji ya Tanganyika, katika mipaka yake, katika utawala wake, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Haina enzi, haina mamlaka, haina utukufu, haina uweza, haina heshima katika taifa hili tena, na hawa waifanyayo watafanana nayo kuanzia sasa, katika anga, katika ardhi, katika maji, katika roho, katika damu na nyama. Aishike Bwana majeshi. Baba sahihi, futilie mbali. Rapa papa papa papa. Haina sauti, haina mamlaka, haina mvuto tena. Raka papa papa papa. Shatika pasika toyaka yeka. Roho ya kichifu, ya kishetani, ya kichawi, ya mila na desturi isiyotukuza Yesu Kristo katika Tanganyika, katika anga na ardhi, katika maji, tumeivua enzi na mamlaka, na hao wanaojitukuza nayo wanakuwa kama yeye, kama yenyewe, wanapotea nayo mbali kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Mtakatifu, na maagano yao na madhabahu yao tumeyakatilia mbali kwa damu ya Yesu, kwa nyundo ya Yesu, kwa nguvu za Yesu, kwa mamlaka ya mbingu, kwa nguvu za Yesu Kristo, Mungu aliumba mbingu na nchi. Raka papa 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 shataka parababa, kwa moto wa Mtakatifu, shatika paraja. Nchi, anga, maji, nchi, sikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Mila desturi za kichawi, mila desturi na tamaduni za kichawi, za kiganga, za kutukuza Baali, za kutukuza Asheri, za kutukuza Baali, za kutukuza Lucifer hazina nafasi katika taifa hili, katika anga, katika ardhi, katika maji, katika wenyeji wa Tanganyika na kwa wageni walioko na wanaokuja
kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu. Shatakatakata, rekakakaka, ngezi yako, mamlaka yako tumeivua kwa mamlaka ya Kristo Yesu. Rakapakatera, lotorakata, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, karako, sikia sauti ya Bwana Mungu wako. Isiruhusu karakamanda, yototototo, yeka, Mwanza, Dodoma, Mbeya, Karabababa, kule Machame, kule Mbeya, kule Machame, kule Mbeya, kule Machame, Kigoma, Kagera, Karabashi, Kilimanjaro, Arusha, Tanga, Dar es Salaam, Karabashaka, Pwani, Ripaka, Morogoro, Dodoma, kule Katavi, Iringa, Rika papa, Riba baba, Tabora, Leko Manda, Leka Telesha, Yoko, Liba, Shinyanga, Ripa papa, Teleka Geita, Oroboshaka, Simiyu, Mwanza, Omara, Lashoto Meka, Rima Mama, Manyara, Leka, Leda, Mtwara na Ledi. Sikia sauti ya Bwana Mungu siku ya leo. Rakopateli makasheke, rokopasheke. Hakuna roho za kichifu za mila na desturi za kichawi kutawala taifa hili tena. Tumeifutilia mbali na utawala wote katika roho na damu na nyama, katika maji, katika anga, katika nchi na katika wananchi na katika wenye nchi, katika mimea, katika madini, katika wanyama. Rako panana kosheke takoya kamaka rekamaya rama ndereba katereba kosheke kotakapaka rema kareka. Naona upanga ukizunguka kaskazini, kusini, mashariki na kati. Ramaka teka yoko maka yenda Roma seke na pwani. Rako maka leka lema rema saka katika bandari na maziwa, katika mito. Naona upanga ukizunguka, upanga wa Bwana wa moto na majeshi ya Bwana wa majeshi na silaha zao. Naona wakizingira taifa hili, wakienda kila sehemu. Rama ikandoya rima sakaraka katika madini yokomanda rima saya rima kataraba ikamara kata rekobara kata kwa Tanganyika roko pakasheke roma kayika raba katerika komakare mama sheterikata roba kaseke rima kasaka riba katara roba kashaka riba katara roko pakasheke riba kasaya rika teriba roko kokokoko sheke ika rika takaroba tokoroka shoka limeshawekwa tayari katika miti yote. Raka paraka saka, miti ya uovu inakatwa, miti ya uovu inakatwa, miti ya uovu inakatwa, inateketezwa katika taifa hili, inateketezwa katika mipaka, inateketezwa katika taifa hili, inateketezwa. Rakomaka teleka sheke rika takapoto rika takapata rika takataka shikepukuma roko seketaka korobaka saka moto upanga otakatakataka raka paka rika sheke papa moto papa rika tatatata rika takatakata 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 kwa jina la Yesu. Sema kila laana iliyosimama katika taifa lako, katika nyumba yako, juu ya maisha yako, laana yoyote ya kiganga, ya kishetani, ya wachawi, ya watu, na kufutilia mbali kwa damu ya Yesu. Hauna mamlaka juu ya maisha yako,
juu ya uzao wako, juu ya mapato yako, juu ya pesa zako, juu ya hatima yako, juu ya familia yako, juu ya taifa lako, kwa damu ya Yesu. Futika kwa moto, teketea. Inazuia kufanikiwa kwetu, inazuia majibu yetu, inazuia majibu yetu, inazuia pesa zetu, inazuia amani katika familia zetu, inazuia haki. Kila laana ifutike katika taifa hili ya kiganga, ya kichawi, kila ulozi, kila laana ya Lucifer, kila laana ya Shetani ifutike kwa damu ya Yesu. Juu yetu, katika afya, katika akili, katika ufahamu, katika kusimamia haki, katika kutenda haki, ifutike haiwezi kuzuia hatima yetu, haiwezi kuzuia kufanikiwa kwako. Juu ya maisha yetu, juu ya uzao wetu, juu ya kanisa, juu ya mitaa yetu, juu ya pesa zetu, juu ya afya zetu, juu ya familia zetu, juu ya ndoa zetu, juu ya hatima zetu, juu ya miliki zetu, juu ya wanyama wetu, juu ya madini yetu, juu ya wanyama wetu, juu ya ardhi yetu, juu ya bandari zetu, juu ya maji yetu, juu ya bahari yetu, juu ya maziwa yetu, juu ya mito yetu, juu ya misingi yetu, juu ya barabara zetu, juu ya vyakula vyetu. Kila laana ya kiganga, ya kichawi, ya kishetani, ya watu wanafanyika hawataamka, tunaamka. Kila ulozi, kila uchawi, kila laana juu ya utani wetu, juu ya utani wetu, juu ya familia zetu, juu ya uzao wetu, juu ya familia zetu, juu ya hatima yako, juu ya hatima yetu, juu ya hatima yako. Laana hiyo ifutiliwe mbali, inafutika leo, inafutika leo katika tumbo lako, katika shingo lako, katika jino lako, itanyanyika, unafufuka tena. Karabashata, futa kila laana juu yako, mashtaka yoyote, futilia mbali kwa damu ya Yesu, kwa moto mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa nguvu na uwezo wa Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye ametubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake Kristo Yesu. Karapalakaparabasaya mikipilibaraba, kila laana, kila laana, kila laana futilia mbali juu ya maisha yako, juu ya uzao wako, juu ya mumeo, juu ya mkeo, juu ya mtoto wako, juu ya mifugo yako, juu ya ardhi yako, juu ya pesa zako, juu ya hatima yako, juu ya afya yako. Ni uwezo wa majibu, lazima upate majibu juu ya majibu yako. Rakamada, juu ya afya yako, juu ya ustawi wako, juu ya maisha mazuri. Haijalishi madhabahu, haijalishi kinga, maana kuna silaha inayoinuka juu yetu itafanikiwa. Futilia mbali, futilia laana yoyote juu ya JC Kingdom Family, juu ya JC Kingdom Family. Nasi malaika wako pamoja nasi, Yesu Kristo pamoja nasi, Yesu Kristo pamoja nasi, Roho Mtakatifu pamoja nasi. Nchi pamoja nasi, yiko parabasaka, karabashaka. Shangilia Bwana, maana kuna laana. Iwe ni mtu yoyote amefanya, haina mamlaka juu yako, haina mamlaka juu ya taifa letu, juu ya uzao wetu, juu yetu. Sema Yesu Kristo, unaye mamlaka yote ya mbinguni na duniani, na sisi
umetupa mamlaka ya kutoa pepo. Pepo yeyote anayezuia mafanikio yako, anayezuia afya yako, anayezuia pesa zako, anayezuia kujenga kwako, anayezuia baraka zako, anayezuia maendeleo yako, anayezuia hatima yako, anayezuia maongezeko yako, anayezuia chochote cha kwako, anayezuia taifa lako kustawi, anayezuia familia yako kustawi, anayezuia watoto wako kustawi, wewe pepo, elekea shimoni kwa mamlaka ya Kristo Yesu. Ondoa sahihi, mwambie Yesu, nayo mamlaka ya mbinguni na duniani nami umenipa. Kila pepo aliyesimama katika ndoa yako, katika familia yako, katika afya yako, katika pesa zako, katika maelewano yenu, pepo huyo lazima toke, aelekee shimoni. Come on, tokea kama mlezi na kama mtakatifu mwenye mamlaka. Toa agizo lenye hukumu, toa amri. Kwa kila pepo uliyekalia pesa zangu, taweka ninayo mamlaka. Toa amri ya kuangamiza. Achilia kwa damu. Toa amri ya kuangamiza, kuleta haki. Kandamiza watu wetu kwa damu ya Yesu. Pepo, Ninayo mamlaka. pepo mchafu atoke. Iwe ikulu, iwe mahakama, iwe popote pale bungeni, iwe chokote pale katika taifa letu Tanganyika, angani, ardhini, majini, katika pesa zetu, katika pesa zetu, katika maongezeko yetu, katika ustawi wetu, katika hatima yetu, katika afya zetu, katika mifupa yetu, katika nyama zetu, kokota ngeko, kokota ngeko, moto, 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 fire, damu ya Yesu, awe kwa njia nyota, awe kwa njia mnyama, pepo, toka, aleka shimoni, kwa mamlaka niliyo nayo, na kutoa katika maisha yangu, katika ndoa yangu, katika afya yangu, katika utumishi wangu, shimoni leo, tunakutoa kile ulichokificha, tunatuma moto, tunatuma fire, 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 katika ndoa, katika familia, katika kazi zetu, kana bababasha, omba, toa pepo, kwa mumeo, kwa mkeo, kwa mtoto, kwa wanyama, kwa mimea, kwa madini, kana shaka, kwa marafiki, kwa mitaa yako, mapepo lazima yaondoke, lazima yaelekee shimoni. Mapepo, pepo chafu, yaelekee shimoni. Hauna mamlaka, unaye mamlaka juu yako. Hauna enzi, nayo enzi juu yako. Hauna mamlaka ya kuzuia yeyote kuja jisikia na familia, ya kuzuia pesa zangu, ya kuzuia magari yangu, ya kuzuia miradi yangu, ya kuzuia pesa zangu, ya kuzuia uhai wangu, ya kuzuia neno la Bwana chini yangu. Pepo toka, elekea shimoni, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.
kuchanganya, pepo la kuenda kutokuelewa mwelekeo, pepo la uchumi, pepo la magonjwa, pepo la mikosi, pepo la hasara, pepo la mauti, pepo la kifo, pepo la maskini, pepo la ujinga, pepo la ufukara, za kichawi, za kiganga, za kilaana, kuelewesha, kuelewesha, pepo aina yoyote katika anga, katika ardhi, katika maji, katika mimea, katika madini, kwa wanyama, iwe mapande ya nyumba, iweke shimoni, katika viungo vya mwili, kuelewesha, la mizimu na matambiko, shimoni, kuelewesha, karabasha, katika jina la Yesu imekuwa. Sema Yesu, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unayo mamlaka ya mbinguni na duniani. Mamlaka yote mbinguni na duniani unayo wewe Yesu Kristo. Umesema nikombe neno lolote, nalo litatendeka. Wewe ndiwe yeye yule jana, leo na hata milele. Niinue leo, unainua wanyonge, ukawaketisha na wakuu mahali pa juu. Niinue leo, uniketishe mahali pa juu na wakuu, nikatawale na wao. Omba sahihi. Vile vile kunafukuza pepo hivyo hivyo. Omba. Yesu, weka familia yangu juu, weka uzao wangu juu, utoe katika udone, utoe katika udone, utoe katika maradhi, utoe katika maskini, utoe katika ujinga, uweke mahali pa juu kwa nguvu na uweza wako. Wewe ndiye mwenye mamlaka yote. Kila kizuizi kinachozuia kuwa juu ukakiondoe, niweke juu. Wewe unatoa mnyonge katika mavumbi na kumketisha mahali pa juu, niweke mahali pa juu pa kutawala na watawala. Karaboshaka lekaba, niko hapa Yesu, niko hapa Yesu, uniweke mahali pa juu uliko nikusudia. Yesu, palipo na heshima, palipo na utukufu, palipo na utajiri, palipo na uweza wako, palipo na nguvu zako, palipo na baraka zako, palipo na hekima yako, palipo na ushindi, niwe mshindi nyakati zote. Niweke mahali pa juu, mahali pa juu, mahali pa juu, mahali pa utele, mahali pa ufahari, mahali pa utele, mahali pa ufahari, mahali pa baraka. Niwe baraka, niwe baraka, niwe nguvu, niwe uweza wako. Yesu, niko hapa, niweke mahali pa juu, niweke mahali pa neema yako. Yesu Kristo, niko hapa, uniitikie leo, uniweke juu leo. Korabashaka,
Weka uzao wangu juu. Weka watoto wangu juu. Weka JC Kingdom juu. Weka wana JC Kingdom juu. Mahali palipo nafasi. Korobo shaka kapara. Yesu. Bwana na mfalme. Bwana na mwokozi wangu. Nimekuita leo. Korobo shaka. Omba. Uzao wangu. Ndoa yangu. Familia yangu. Wana JC Kingdom. Wambie Yesu. Kwenye mamlaka yote. Akuweke juu. Maisha mazuri. Niko hapa Yesu. Miongoni mwa watakatifu wako. Biashara zako, miradi yako, niko hapa Yesu leo. Nitamalaki pamoja nawe. Nitamalaki na wanaotamalaki. Nitamiliki na wanaomiliki. Nitatajirika na wanaotajirika. Nitatukuzwa na watukuzwa. Nitaheshimika na wanaoheshimika. Niweke mahali pa uweza wako, mahali pa juu, mahali pa nguvu zako.
Tuadhimishe. Asante kwa uzuri Bwana wako. unaweza. Asante maana ni wewe umetenda. Asante maana umetuinua. Asante kwa uzuri wako. Umetuinua, umetuweka juu, umetuketisha palipo na nafasi. Asante kwa uzuri wako. Tunapoadhimisha maana ni wewe umetenda. Asante ni wewe. Damu yako Yesu Kristo imetufunika.